Leo tupo na kauli moja ambayo watu wengi sana tunapenda kuitumia. Naweza nikawa nimepitia changamoto fulani, nimepitia mambo fulani. Mara nyingi swali la kwanza ambalo utajiuliza, why me? Kwa nini mimi? Kwa nini hiki mimi? Kwa nini hiki? Kwa nini mimi? Kwa nini mimi? Mara nyingi kwa nini mimi? Kwa nini mimi? Inatufanya muda mwingine tunaanza kujionea huruma. Alafu inatufanya tunaweza kuchukua lile tatizo kwa sehemu yetu ambalo linatupa stress, linatufanya tushindwe kufikiri kwa uzuri. Kwa sababu tumejionea huruma, hatujipi room ya kuweza kuelewa kwa nini ile tatizo limefika. Tatizo lolote ambalo linakuwa linatupata kwenye maisha, lengo lake ni kuja kutuvusha kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Lakini usiposhindwa kujua lile tatizo kwa nini limetokea, ukishindwa kupata masomo jua lile tatizo ambalo limetokea kwenye maisha yako, ni ngumu kuweza kuimprove, ni ngumu kuweza kutengeneza hatua nyingine kwenda mbele. Anasema Biblia inatuambia kwamba Mungu hakutupa majaribu yale ambayo yanatuzidi, lakini kwenye kila jaribu alilotupa aliweka na mlango wa nini? Mlango wa kutokea. Kwa maana kila jaribu unalolipata lina mlango wake wa kutokea. Kwa nini muda mwingine tunaona kama hakuna mlango? Kwa sababu tuko limited on the way that what we think. Namna tunavyofikiri muda mwingine hatufikiri kwa usahihi. Tunafikiri kwa kumlimiti Mungu. Mungu wetu halimitiwi. Mungu wetu hana mipaka. Ndio anasema tunaangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa tukiyapata neno lake, tukizidi kuelewa ukuu wa Mungu katika maisha yetu, itazidi kupunguza self-centeredness, hali ya ubinafsi ndani yetu. Kwa hiyo itatupa room, itatupa nafasi ya kuweza kuangalia mambo kwa uchanya mkubwa na kuweza kuja na solution mbalimbali ambazo zitatusaidia sisi, lakini zitaweza kuwasaidia pia watu wengine. Ila tukiishia kulalama, kublame the situation, why? Kwa nini mimi? Kwa nini imetokea kwangu? Kwa nini mimi? Wewe ni binadamu, unaishi katika mwili. Lolote linaweza likatokea. Yesu Kristo anasema kwamba duniani kuna dhiki, lakini jipeni moyo. Mimi nimeushinda nini ulimwengu? Kwa maana kwamba matatizo yapo, dhiki zipo, shida zipo. Ila yeye ashashinda. Ila tunajua kwamba Yesu Kristo ameshashinda kwa ajili yako. Ndipo pale maarifa neno la Mungu anafanyaje? Yanaingia. Lakini kama hatujui kwamba Yesu Kristo alishashinda hayo kwa ajili yetu, ndipo tunaendelea kublame na kulaumu kwamba kwa nini mimi? Why me? Why me? Why me? Matatizo yapo, lakini Yesu Kristo alishayashinda. Kwa tukitaka kuyashinda, lazima tuwe washindi pamoja naye. Lazima tumkubali yeye ambaye ni mshindi, yeye ambaye alianzisha safari ndani ya mioyo yetu. Tukimkubali yeye na tukiwa pamoja na yeye, inamaanisha kila kitu kitakwenda vile ambavyo Mungu alitaka kiende katika maisha yetu, na ili upekee wa maisha yetu uweze kuonekana kwenye dunia, na dunia iwe sehemu yenye tija kulingana na uwepo wetu sisi katika hii dunia. Tuachane na masuala kucomplain kila siku, why this, why mimi, kwa nini mimi, kwa nini, ila tupate masomo kutoka kwenye hilo tatizo, na kutoka kwenye hilo tatizo tuweze kuenda hatua mbele zaidi, hatua nyingine zaidi ya mbele, ili mwisho wa siku dunia iwe sehemu ambayo kila mmoja anapoonyesha upekee wake, tuweze kuleta solutions juu ya matatizo mbalimbali ambayo yanakuwa yanatokea. Barikiwa sana, and be blessed. Tukumbuke kwamba Mungu anatupenda. Barikiwa sana. Amen.